nichukue nafasi kumshukuru sana Baba Askofu Mkuu kwa adhimisho lililopendeza sana la misa hii takatifu ambayo sasa tunaelekea kileleni. Lakini nimshukuru pia kwa namna pekee kwa kuniruhusu kuzindua mpango wa malezi ya kiroho wa jimbo letu wa mwaka 2026. Nakumbuka kuwa wana mapadri, madekano tuliwatangazia kufika katika siku hii ya leo, kwa sababu pamoja na kuwasindikiza hawa wanaume wa Katoliki kuja, lakini pia mpokee mpango wa malezi ya kiroho kwa jimbo letu ambalo tungependa kuanzia ngazi zote kuanza kusisitiza jambo hilo. Na mpango huo wa malezi ni malezi ya familia. Tunachokusudia katika hili, pamoja na kuwa idara ya kichungaji itakaa kupanga taratibu mbalimbali, lakini wakati idara ya kichungaji inakaa na kupanga, tayari ninyi kila parokia, kila dekania muwe tayari na mpango wenu wa malezi utakaoambatana na semina mbalimbali kuhusiana na malezi ya familia. Tutaanza zoezi hilo. Tunataka tuimbe wimbo huo wote kwa pamoja mwaka huu, kuwa malezi ya familia, malezi ya familia. Lakini sio tu malezi ya familia kwa kuimba, lakini pia kwa matendo. Wale ambao warekebisha mambo yao fulani ya kifamilia warekebishe, na sisi tuwashauri wengine ambao tuko jirani kufanya zoezi hilo. Kwa hiyo huu ndio mpango wetu wa kichungaji wa maisha ya kiroho ya waamini wetu wote wa jimbo la Dodoma. Kwa tunawashukuru sana kwa kufika na kuupokea mpango huo. Mwende mkaanze kufanya hivyo kama tulivyofanya mwaka jana. Katika mwaka mtakatifu tulikuwa tuna mambo mengi na tukaenda tukagawanya, tukayafanya katika dekania zetu na katika parokia zetu mpaka vigango na jumuiya. Vivyo hivyo mpango huu wa mwaka huu unapaswa kwenda hivyo, lakini tusiwe na mambo mengi. Jambo letu sisi ni malezi ya familia. Tuhakikishe kuwa tunaangalia masuala ya kiroho, ya kijamii, lakini katika familia, ili familia zetu ziwe salama. Tunaamini kuwa familia zikiwa salama, wote tutakuwa salama na tutaendelea kumwamini na kumwabudu Mungu vizuri na maisha yataenda. Kwa hiyo ile ilikuwa la kwanza. Nawashukuru sana. Naomba nilitoe kifupi kwa sababu ya muda. Naona hapa tuna watu wanaenda mbali sana na lazima kesho wakasali misa takatifu katika parokia zao. La pili, nipende kuwashukuru sana mimi binafsi pamoja na kumshukuru Baba Askofu Mkuu kwa kukubali kuja na kuadhimisha tukio hili la pekee la Uwaka Day na sherehe ya Mtakatifu Yosefu. Lakini pia niwashukuru sana madekano kwa kuitikia, maparoko na mapadri wote ambao miaka mingine tumekuwa wachache sana, lakini mwaka huu ni wengi. Nipende kuwakumbusha, naomba niwakumbushe na likae katika mipango yenu ya kazi za maendeleo ya parokia na ya kiroho, kuwa tukio linalohusiana Uwaka wa WATA vijana kila inapowezekana, kama aliangukii Jumapili, hilo ni tukio la kijimbo na wote tunapaswa kushiriki. Na asiyeshiriki basi awe na sababu na atoe taarifa, kwa sababu matukio yetu. Mnapokuja baba zetu hapa, mmewapa nguvu hawa wana Uwaka kubwa. Uongo jamani? Tumewapa nguvu kubwa. Kwa hiyo tunashukuru sana na tunaomba liendelee hivi. Tunashukuru kwa michango yote ambayo imefanyika katika sehemu mbalimbali. Asanteni sana kwa kuwajibika vizuri kwa asilimia. Nilikuwa naangalia kwa haraka tupo kwenye asilimia 80 na kitu ya lile lengo ambalo tulikuwa tumekusudia. Asanteni sana, lakini tuhakikishe tukua wale ambao tunadaiwa tukamilishe. Labda tutaomba tu hii dekania ambazo zimeonekana zina mapungufu sana, tuone uwezekano wa kutembelea dekania hizi na tujue kuwa changamoto yao kubwa ni nini. Na zaidi sana niwaombe sana uongozi wa Uwaka jimbo, inapofika tarehe 1 mwezi wa 7, mgawanyo huo umeshagawanywa katika parokia zote. Na mgawanyo wa kwanza pamoja na kuupeleka kwa mwenyekiti wa Uwaka au wa dekania, lakini lazima kila paroko apokee mgawanyo wa parokia yake ili yeye aanze kuhamasisha na kusisitiza
juu ya jambo hili, tukijua kuwa kazi iliyopo mbele yetu ni kubwa. Na misa ya shukrani ya UWAKA mwaka huu itafanyika tarehe 5 mwezi wa 12 2026 katika parokia ya Mpwapwa. Kwa hiyo tunawakumbusha na tuanze mara moja kujiandaa kwenda huko. Na kwa sababu hiyo dekania hiyo ianze kufanya maandalizi ya karibu, tusichelewe sana. Na tunapofanya misa hii ya shukrani ya UWAKA, niukumbushe pia kuwa misa ya shukrani ya WAWATA itafanyika katika parokia ya Veyula mwezi wa 11 mwaka huu. Tarehe sasa sikumbuki sawa, kichwa kimeyumba hapo. Mtanisaidia, WAWATA watasema au watatutumia taarifa. Pia na sisi tujipange katika swala hili, wakikumbuka pia WAWATA wana tukio mwezi wa 8 wajikamilishe, lakini pia vijana Jumapili ile ijayo ya matawi tutakuwa Mkuungu. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na kwa maneno haya nishukuru wote kwa ujumla, na nipende sasa kwa heshima kubwa kumkaribisha Baba Askofu Mkuu kwa neno na baraka.